Shalom, shalom watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Jennifer Leonard, ni host wa Motomoto TV. Leo katika kipindi chetu cha Umjue Mungu tuko na mtumishi wa Mungu ambaye ametutembelea katika kipindi chetu. Mtumishi wa Mungu ni mtumishi wa Mungu, anafanya huduma kubwa sana katika madhabahu ya Pentecoste Motomoto Church. Atakwenda kujitambulisha kwa majina yake, anaitwa nani na anafanya kazi gani na huduma yake ni nini. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtumishi wa Mungu, kwa majina yako unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Ezekiel Donald Kimaro, ni mwinjilisti na mhubiri Kristo, na nilikuwa nikiona watu wakija kwa Yesu na wanafunguliwa. Amina. Amina. Mtumishi wa Mungu, naomba unisaidie kitu kimoja ili wanaotutazama pia waweze kujifunza. Katika kuhubiri kwako Injili, tunaona watu wengine, labda tumekuwa tukikutana, watu wengine wanasema Yesu ni mtume. Wewe swala kama hilo unalizungumziaje? Asante sana. Tunapomzungumzia Yesu, manake ni mwana wa Mungu, kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu akaupenda ulimwengu kisha akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Yeye naweza nikasema kwamba ni zaidi ya mtume, kwa sababu yani huyo ndiye mwana pekee wa Mungu. Mungu alisema kwamba yeye ni mwana pekee, kwa hiyo hafananishwi na mitume wengine. Na mbona tunavyosoma katika kitabu cha Yohana 20:17 kinamwonyesha Yesu yani kama ni mtume. Unalizungumziaje hili? Yes. Tunapozungumza kwa bali kwamba Yesu ni mtume, ni kwamba ni mtume kwa namna kwamba ni zaidi ya mitume wengine, kwa sababu yeye amechukua ile nafasi ya wana wa Mungu. Kwa maana hiyo basi yeye ni zaidi ya mitume. Yes. Kwa Yesu tunaweza tukamweka katika kundi la mitume. Kwenye mitume ukimweka Yesu anakaa kama kawaida, lakini ukimweka kwenye kundi la Yesu ni mwana wa Mungu, pia ni mwana wa Mungu, lakini yeye pia kwa mujibu wa maandiko matakatifu ni Mungu mwana ambaye Mungu alimfunua katikati ya wanadamu. Yes. Tumeongelea katika swala la huduma yako kiujumla. Naomba kujua, wewe umesema ni mwinjilisti. Lini ulianza kujua una huduma ya uinjilisti? Biblia inasema kwamba huduma ya mtu Mungu ndio huweka ndani yake, na inakuwa ni kwamba tangu mtu kabla hajazaliwa tayari Mungu alishamchagua awe mtumishi wake. Kwa hiyo mimi huduma yangu Mungu alishaiweka hata tangu sijaingia katika tumbo la mama, kwamba mimi nitakuwa mwinjilisti, na sasa mimi ni mwinjilisti na nahubiri mataifa, nahubiria watu, maana neno la Mungu linaniagiza kwamba nihubiri kwa kila mtu. Kwa namna hiyo nimekuwa nikifanya kazi ya uinjilisti kwa kila mtu. Yes. Amina, ubarikiwe. Swali lingine naomba unisaidie. Watu huwa tunasali, tunakuja, mfano kama leo nimetoka ibadani, naomba kujua nikitoka nje, labda nimetoka tu hapo nje mlangoni nikaongelea labda jambo baya, je, nitakuwa nimeharibu ibada yangu au nitakuwa nimefuta ibada yote ambayo nimekuja kuisali mahali hapa siku ya leo? Ni kwamba unapozungumza namna hiyo ni kwamba ni sawa na tuseme kwamba labda ni mtu mchanga ambaye ndio ameokoka leo. Huyo anapokuwa anakuja kuokoka anakuwa bado hajazoea yale maisha ya wokovu, au kwa Kiswahili kingine niseme kwamba anakuwa bado hajajijengea ile kujua sasa kwamba natakiwa kuishi hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa namna hiyo wewe ambaye tayari umekwisha ijua kweli na umeshaingia ndani ya Kristo na una muda mrefu ndani ya Kristo, kuna kitu kama indicator ndani yako ambayo inakuwa inakuonyesha kwamba unatakiwa kuzungumza hivi hivi, unatakiwa kuishi hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa namna hiyo sina wasiwasi na mtu ambaye tayari amekwisha mpokea Yesu na ana muda mrefu ndani ya wokovu. Yes. Na unalizungumziaje swala la watu kwa madhabahuni lakini wanateswa na nguvu za giza?
Sasa ile kwamba mtu ameshaokoka, amemwamini Yesu na bado anaendelea kusumbuliwa na nguvu za giza, iko kwamba Biblia inasema kwamba pepo mchafu anapomtoka mtu kupitia mahala pasipokuwa na maji, akitafuta mahala pa kusubiria, afu baadaye urudi katika nyumba yake aliyotoka. Alafu anasema anapomwingia huyo mtu, hali yake ya mwisho inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Iko hivi kwamba kama mtu umeshamkataa shetani, umesema kwamba kuanzia leo ninampokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ni kwamba tayari ndani yako Roho wa Mungu anaingia ndani yako, na anapoingia ndani yako ni kwamba sasa wewe anakubadilisha, unafanyika kuwa mwana wa Mungu. Sasa ukiona pepo amemwingia tena mtu, maanake ni kwamba kuna nafasi huyo mtu ameacha. Yaani kwamba pepo hana ruhusa ya kumwingia mtu pasipo yeye huyo mtu kuacha nafasi. Na hii tunaiona kwenye Biblia kwamba mlango pekee ambao unaweza ukafanya pepo akamwingia mtu ni maisha ya dhambi. Ile mtu kuishi maisha yasiyompendeza Mungu, maisha ambayo hayana ushuhuda. Hiyo ndio inampa shetani uhalali kwa yeye kukuingia tena na kukusumbua. Yes. Je, Mkristo anaweza kushinda dhambi kwa akili zake? Mkristo yeyote ambaye amemwamini Yesu, huwa tunasema kwamba tumeokolewa kwa neema wala si kwa matendo. Ikiwa na maana kwamba unapompa Yesu maisha, unapompokea Yesu aingie ndani yako, anakuwezesha, yaani unapokea ile nguvu ya kushinda dhambi. Kwa maana hiyo tunashinda dhambi kwa yeye anayetutia nguvu ya kushinda dhambi. Yes. Mtumishi, niseme Mungu akubariki sana kwa kuja katika kipindi chetu. Tumefurahi sana kukutana na wewe na watu wamejifunza mawili matatu kutoka kwako. Amina, amina mtumishi wa Mungu. Amina. Watumishi wa Mungu mbarikiwe, endelea kufuatilia Moto Moto TV. Amina.